Eneo lote la Mashariki ya Afrika imetimia saa 12 kamili asubuhi, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo haya ya Amka na BBC asubuhi hii, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura kuunga mkono azimio lililoandaliwa na Marekani kuhusu mpango wa amani katika ukanda wa Gaza. Today's resolution represents another significant step towards a stable Gaza that will be able to prosper and an environment that will allow Israel to live in security. Jumuiya ya Madola imeanza rasmi mchakato wa kusaidia juhudi za maridhiano nchini Tanzania, na tutaangazia ukuaji wa ujasiriamali duniani mwaka 2025 na wastani wa kiwango cha ukuaji wa biashara changa kwa 21% na changamoto zake. Ni lazima tujikite katika ubora. Kama mimi nimeuza kitu changu hiki leo kiko hivi na kesho kutwa usiwe na yale mabadiliko. Sasa hiyo technology pia inabidi ifanywe kazi na itafutwe kabisa. Jumanne leo ya Novemba 18 mwaka 2025, kulia kwangu katika studio zetu hapa Dar es Salaam mwenzangu Halima Nyanza na kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karibu Halima. Asante Skola, na habari msikilizaji. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura kuunga mkono azimio lililoandaliwa na Marekani ambalo linaidhinisha mpango wa Rais Donald Trump kuhusu Gaza. Mpango huo unajumuisha kuanzishwa kwa kikosi thabiti cha kimataifa ambacho Marekani inaidai nchi kadhaa zimejitolea kuchangia. Zaidi na Esther Lombano. Azimio hilo liliungwa mkono na nchi 13 ikiwemo Uingereza, Ufaransa na Somalia, na kukiwa hakuna nchi yoyote iliyopinga pendekezo hilo. Urusi na China hazikupiga kura. Msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema kuidhinisha kwake kulikuwa ni hatua muhimu katika kuimarishwa kwa usitishaji wa mapigano. Hamas imekataa azimio hilo ikisema halitimizi haki na madai ya Wapalestina. Uingereza imetishia kutotoa visa kwa nchi 3 za Afrika isipokuwa tu kama zitakubali kuwapokea raia wao ambao hawana haki ya kukaa Uingereza. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Shabana Mahmoud amesema miongoni mwa nchi hizo ni pamoja na Angola, Namibia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii inafuatia marekebisho kadhaa yaliyotangazwa jana na serikali ya Uingereza kuhusiana na omba hifadhi, lengo likiwa kupunguza wanaoingia nchini humo na kuongeza wanaorejeshwa makwao katika juhudi za kurekebisha kile waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza alichokiita mfumo uliovurugika. Zaidi ya watu 100,000 kwa sasa wanaishi kwenye makazi hifadhi, na kuna zaidi ya nusu ya wakimbizi wanaendelea kutegemea posho hata baada ya miaka 8 tangu wawasili nchini. Kwa umma wa Uingereza wanaolipa gharama hizi, mfumo huu unaonekana kushindikana na si wa haki. Unaonekana hivyo kwa sababu ndivyo ulivyo. Lakini tukishindwa kukabiliana na tatizo hili, tutawapeleka zaidi watu kwenye njia inayoanza na hasira na kuishia kwenye chuki. Mamlaka nchini Nigeria zinaendelea na operesheni kubwa kutafuta wanafunzi 25 wa kike waliotekwa na watu wenye silaha kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Polisi nchini humo wameeleza kuwa washambuliaji wenye silaha za kisasa walivamia shule ya bweni katika jimbo la Kebbi na kuteka wanafunzi hao, huku mmoja wa wafanyakazi akiuawa alipokuwa akijaribu kuwalinda wanafunzi hao. Katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, shule kaskazini mwa Nigeria zimekuwa zikilengwa mara kwa mara na makundi yenye silaha ambapo mara nyingi hudai fidia ya malipo ya fedha. Na watafiti wameonyesha kushangazwa na jinsi kiasi kidogo tu cha plastiki kinaweza kuhatarisha maisha ya wanyama baharini. Watafiti kutoka nchini Marekani wamegundua kwamba ndege wa baharini wanaweza kufa kwa kumeza vipande vichache tu vya mpira vilivyo vidogo kuliko hata punje moja dengu ama njegere. Watafiti walifikia hitimisho hilo baada ya kuchunguza maiti zaidi ya wanyama baharini 10,000. Hii ni BBC. Kutoka studio zetu za Dar es Salaam, mwenzangu huyo Halima Nyanza amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ambapo tunakutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali nchini Uganda. Unaweza kutusikiliza kupitia Voice of Busoga na Voice of Muhabura. Kenya ni Gulf Radio pamoja na 99.9 pamoja FM. DRC Radio Muungano Beni pamoja na Lizadel Radio. Internet ni katika bbcswahili.com.
Matangazo haya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na kwa mara nyingine karibu. Hatua imewekwa kwa awamu ya pili ya mpango wa amani wa Rais Donald Trump kwa Gaza baada ya kuidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hatua hiyo inalenga kuanzisha taasisi mbili kuu zenye ushiriki wa kimataifa, ikiwemo bodi ya amani pamoja na kikosi thabiti ili kuondoa silaha katika ukanda wa Gaza. Na Steha Mohamed na maelezo zaidi. Rais Donald Trump alikaribisha hatua hiyo ya Umoja wa Mataifa akisema kwamba hii itapelekea kuwepo kwa amani duniani kote, lakini kundi la wanamgambo la Hamas limepinga azimio hilo. Baadhi ya vipengele hivyo ni pamoja na kupokonywa kwa silaha kwa kundi hilo la wanamgambo. Mpango huo wa vipengele 20 unapendekeza kuundwa kwa kikosi cha kimataifa cha kuimarisha utulivu ISF, ambao Marekani inasema nchi nyingi ambazo hazijatajwa zimejitolea kuchangia vikosi. Azimio hilo liliungwa mkono na nchi 13 ikiwa ni pamoja na Uingereza, Ufaransa na Somalia. Bila kupiga kura dhidi ya pendekezo hilo, Urusi na China hazikushiriki. Kwa upande wake, Hamas imepinga vikali kura hiyo ikisema azimio hilo inashindwa kukidhi haki na matakwa ya Palestina. Kulingana na ripoti za rasimu ya hivi punde, sehemu ya jukumu la kundi la usalama la kimataifa ISF itakuwa kupokonya silaha makundi yasiyo ya serikali yenye silaha, ikiwa pamoja na Hamas, pamoja na kulinda raia na njia za misaada ya kibinadamu. Hii itahitaji kundi la Hamas lililopigwa marufuku kama shirika la kigaidi na Uingereza kukabidhi silaha zake. Mike Waltz, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, aliambia baraza hilo kwamba ISF itapewa jukumu la kulinda eneo hilo, kusaidia uondoaji wa wapiganaji Gaza, kusambaratisha miundombinu ya kigaidi. Asante kwa wajumbe wa baraza kwa azimio hili la kihistoria na la kujenga. Azimio la leo linawakilisha hatua nyingine muhimu kuelekea Gaza iliyotulivu, itakayowezesha kustawi na mazingira yatakayoiwezesha Israel kuishi kwa usalama. Awamu ya awali ya mpango huo wa usitishaji mapigano kati ya Israel na Hamas na kukabidhi mateka na wafungwa ilianza kutumika tarehe 10 Oktoba. ISF ni msingi mkuu wa mpango wa Trump ambao pia unaitwa bodi ya amani ambayo rais wa Marekani mwenyewe anatarajiwa kuiongoza. Rasimu hiyo pia inaibua uwezekano wa taifa la Palestina, jambo ambalo serikali ya Israel inapinga vikali. Njia ya utaifa wa siku zijazo ilijumuisha kufuatia shinikizo kutoka kwa mataifa muhimu ya Kiarabu. Ni Nasteha Mohamed. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola Charles Botwe amemteua Daktari Lazarus Chakwera, rais wa zamani wa Malawi, kuwa mjumbe wake maalum nchini Tanzania. Chakwera atawasili Tanzania kwa mazungumzo ya siku 4 kuanzia leo Novemba 18 hadi Novemba 21 ili kuanzisha majadiliano jumuishi na wadau wa Tanzania, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kushughulikia masuala yanayohusu uchaguzi na kuunga mkono kuanza kwa mazungumzo ya kitaifa kuhusu maridhiano na maendeleo. Taarifa zaidi inawasilishwa na David Nkia. Katika ziara yake hiyo atakutana na viongozi wa serikali, viongozi wa vyama vya kisiasa, wawakilishi wa asasi za kiraia, viongozi wa dini na kimila na wadau wengine wa kitaifa na kimataifa. Uteuzi huo unafuatia kauli ya hivi karibuni ya katibu mkuu kuhusu Tanzania na nia yake ya kutaka kushirikiana ili kutatua changamoto za uchaguzi zilizotokea hivi karibuni. Rais huyo wa zamani wa Malawi Lazarus Chakwera amesema yeye na timu yake wapo tayari kwa jukumu hilo. Jopo kutoka Secretariat ya Jumuiya ya Madola jijini London litawasili leo jijini Dar es Salaam ili kupata utayari wa serikali ya Tanzania kwa ajili ya ziara yangu inayopendekezwa kwa ajili ya majadiliano kuhusu hali mbaya iliyojitokeza huko na jinsi ya kuitatua kwa amani. Kutokana na unyeti na ugumu wa swala hili, naomba maombi na msaada wenu, kwa sababu mafanikio ya misheni ya kujenga amani kama hii haitegemei tu juhudi zangu, pia inategemea neema ya Mungu na mapenzi mema ya ninyi nyote wapenda amani. Na ninaamini kwamba hakuna taifa duniani ambalo watu wake wamejipambanua kwa kupenda amani zaidi ya watu wa Malawi. Rais huyo amesema Malawi ni miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa demokrasia duniani na kuwa moja ya sababu za kwa nini ameteuliwa
kushika jukumu hilo. Kama unavyojua, ni miezi miwili tu iliyopita ambapo watu wa Malawi walifanya maamuzi katika sanduku la kura, jambo ambalo walifanya nchi nzima kwa amani. Ni siku 44 tu zilizopita wananchi wa Malawi walishuhudia uhamisho wa madaraka kutoka kwa rais mmoja hadi mwingine, jambo ambalo tulifanya kwa amani. Ni siku 19 tu zilizopita ambapo kulikuwa na wawakilishi wa watu wa Malawi kuchagua spika mpya wa bunge ambalo lilishindaniwa kwa njia ya amani. Na ni siku 17 tu zilizopita rais wetu aliongoza ufunguzi wa bunge ambapo alikaribishwa kwa amani na ambapo mijadala inaendelea hadi leo kwa njia ya amani. Ndio maana nina hakika kwamba sisi kama taifa tuko katika nafasi ya pekee ya kuendeleza amani katika sehemu yoyote ya dunia ambako hiko hatarini. In any part of the world where it is under threat. Serikali ya Tanzania bado haijasema lolote kuhusiana na uteuzi huo, lakini tayari rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amesema serikali yake inaandaa mchakato wa maridhiano ya kitaifa yatakayofanyika ili nchi hiyo isonge mbele. Ni taarifa yake David Nkia. Watu 3 wamefariki na vifo vingine vinaendelea kuchunguzwa baada ya Ethiopia kuthibitisha mlipuko wake wa kwanza kabisa wa virusi vya Marburg. Watu 9 wanaripotiwa kuugua ugonjwa huu unaoenea kwa urahisi na mara nyingi kuwa hatari, huku 129 wakiwa chini ya uangalizi. Tangazo la Wizara ya Afya ya Ethiopia linakuja kufuatia uthibitisho wa Shirika la Afya Duniani WHO kuhusu mlipuko huo katika kanda ya kusini mwa Ethiopia siku ya Ijumaa. Taarifa zaidi inawasilishwa hapa na Victor Kenani. Wanasayansi wameonya kwamba ukaribu wa mlipuko huo kwenye mipaka ya Kenya na Sudan Kusini unaibua hofu kwamba ikiwa hautadhibitiwa unaweza kuenea haraka. Mlipuko huo pia umeibua wasiwasi juu ya kuongezeka kwa maradhi ya milipuko ya Marburg ulimwenguni kote, huku vifo vya hivi punde zaidi nchini Ethiopia vikiibua hofu ya kuenea kwa kijiografia na viwango vya juu vya vifo. Ugonjwa wa virusi vya Marburg husababisha homa ya kuvuja damu kwa binadamu kwa wastani wa kiwango cha vifo cha karibu 50%, ingawa milipuko ya zamani imeshuhudia viwango vya kuanzia 24% hadi 88 kulingana na aina ya virusi na ubora wa huduma ya matibabu. Inahusiana kwa karibu na Ebola na kwa kawaida huenezwa na popo. Virusi huenea kati ya wanadamu kwa kugusana moja kwa moja na maji ya mwili kama vile damu, mate na kamasi. Dalili za mapema zinaweza kufanana na magonjwa ya kawaida zaidi, ikiwa ni pamoja na malaria, hivyo madaktari na wauguzi huenda wasitambue tishio hilo mara moja. Kwa sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa au matibabu maalum ya kuzuia virusi vya Marburg, na kufanya udhibiti wa milipuko kutegemea sana utambuzi wa mapema na uzuiaji wa maambukizi. Wagonjwa wanaopokea matibabu ya haraka, ikiwa ni pamoja na kurejesha maji mwilini na matibabu kwa dalili maalum, wana nafasi nzuri zaidi ya kuishi. Chanjo kadhaa za majaribio za Marburg zinatengenezwa kwa sasa, zikiwemo CAD3 Marburg, ChAdOx1 Marburg na RVSV-MARV, ingawa bado hakuna zinazopatikana kwa matumizi ya umma. Bila chanjo, wafanyakazi wa huduma ya afya walio mstari wa mbele wanakabiliwa na hatari ya moja kwa moja na kubwa ya kuambukizwa. Naam, sasa Victor Kenani, kabla hujaondoka tuambie viwanjani kuna nini? Twenzetu. Shukran Skola. Tunaanza na soka na mabingwa wa dunia mara 4 Ujerumani wamemaliza kileleni mwa kundi A kwa ushindi wa kuvutia, wakijihakikishia moja kwa moja nafasi ya kufuzu na kupeleka Slovenia kwenye mchujo. Nick Woltermann alifunga kwa kichwa dakika 18, lakini ni uokoaji mzuri wa Oliver Baumann ndio uliomzuia David Duris kusawazisha haraka kupitia shuti la karibu. Serge Gnabry kisha akamalizia vyema kabla ya Leroy Sane kufunga mabao mawili ndani ya dakika 5 kutoka kwa pasi ya Florian Wirtz. Baada ya kipindi cha pili kuanza taratibu, mchezaji wa kiba Ridolbach walifunga bao la 5 katika kipindi na kisha mchezaji chipukizi Hassan Ouedraogo akapamba ushindi huo kwa kufunga kutoka kwenye baki ya Sane. Uholanzi nao wamedhibitisha nafasi yao katika kombe la dunia la mwaka 2026 kwa ushindi mzuri nyumbani dhidi ya Lithuania. Waandishi wa rekodi hiyo wakiwa hawajafungwa, walinzi wa Orange walikuwa karibu sana kufuzu, wakiingia siku ya mwisho wakiwa mbele ya Poland kwa pointi 3 na tofauti ya mabao 13. Jumla ya timu 34 tayari zimethibitisha nafasi zao, huku nafasi 14 zikiendelea kuaniwa. Hizi ndizo timu zilizokwisha kufuzu: wenyeji Canada, Mexico na Marekani. Barani Afrika kuna Algeria, Cape Verde, Misri, Ghana, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Afrika Kusini na Tunisia. Bara Asia ni Australia, Iran, Japan, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Korea Kusini na Uzbekistan. Bara Ulaya ni Croatia, England, Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi, Norway na Ureno. Oceania ni New Zealand.
na Amerika ya Kusini ni Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay na Uruguay. Kwenye tenis, Emma Raducanu amejiondoa kwenye mechi 2 za maonyesho nchini Marekani mwezi ujao kwa sababu ya tatizo dogo la mguu. Bingwa namba 1 wa Uingereza na maumivu mepesi ya mfupa kwenye mguu wake wa kulia, lakini bado anaweza kufanya mazoezi na anatarajiwa kusafiri hivi karibuni kwenda Barcelona kwa maandalizi ya msimu. Maandalizi hayo yataongozwa na kocha Francisco Roig aliyekutana na Raducanu kwa mara ya kwanza mwezi Agosti. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 amekuwa akifanya mazoezi katika kituo cha kitaifa cha tenisi London na sasa ataweza kuelekeza nguvu zote kwenye kambi yake ya mafunzo nje ya nchi. Nitakomea spoti hapo kwa sasa. Shukran Skola.